Hakuna mtu ambaye atakupotezea muda dadangu kama mwanaume ambaye atakuuliza niambie kuhusu wewe. Tell me about yourself. Usiulize hilo swali mwaka 2026. Kwa nini? Kuhusu mimi unataka kufahamu nini? Unataka kucheki criminal record? Kama nimeshafungwa mara ngapi? Nikikwambia sipendi kazi napenda hela, usitajisikia vibaya na huna. Wanawake ukimpenda akajua unampenda kisawa sawa. Hata kama ikawa ni usanii. Najua wanaume mashallah kwa kuigiza mko top notch. Kama vile wanaofanya wanawake. Wiki hiyo ukajitahidi ukampenda hata kama alikuwa na dhahabu zake chini ya meza ataenda kuzitoa akupe. Ndio maana yani unaona wanaume wengi sana waliofanikiwa kwenye biashara, kwenye kazi zao, wamepandishwa vyeo, wanawake zao wanafurahi. Ule msemo wazungu akisema happy wife happy life. Wana maana kwamba ukimfurahisha mke wako mambo yako yote yananyoka. Madam, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema kabisa. Sijui wewe. Mambo yako mazuri. Tunashukuru, wiki ya kufungua shule. Sawa. Madam, huzuni na furaha ni kipi ambacho binadamu anatakiwa kukitafuta? Aitafute furaha. Kwa nini? Kwa sababu huzuni bila kutaka itakuja tu. Aitafute tu furaha kwa sababu huzuni lazima itakuja. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'an tukufu, katika kukumbuka Mwenyezi Mungu ndio nafsi zinapata utulivu. Yaani kuna siri katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu inofanya mpaka nafsi zinapata utulivu. Kwenye saikolojia tunafundishwa, yani hapa najaribu kutengeneza uhusiano kati ya Qur'ani na sayansi. Kwenye saikolojia tunafundishwa high vibration, yani msisimko wa hali ya juu, na low vibration, yani msisimko wa hali ya chini. Wanasema kwenye saikolojia mtu mwenye msisimko ya hali ya chini ni mtu ambaye ametawaliwa na malalamiko, wasiwasi, huzuni, majuto na kukosa amani. Yaani mtu yoyote ambaye hana amani, hana furaha, ana wasiwasi, kila akipiga simu analaumu, kila akikaa analaumu maisha yake magumu, yeye ana low vibration. Na mtu ambaye yeye kila akikaa anashukuru, amepata jema anashukuru, amepata ovu anashukuru, nashukuru Mola wangu kwa hali yote, wanasema alhamdulillah ala kulli hal. Alafu akawa yeye yuko karibu sana na Mwenyezi Mungu, mfano katika kufanya ibada, mfano katika kufanya mambo mema, kujiepusha na mambo mabaya, kuepuka dhambi za mwili na za roho. Huyu mtu tunasema ana high vibration, yani ana msisimko wa hali ya juu. Sasa nataka kukutengenezea uhusiano kati ya high vibration na Mwenyezi Mungu. Vibration za mwili yetu yote zinaanzia katika moyo, ambao ni Mwenyezi Mungu ni nafsi. Nafsi inapo vibrate kwa hali ya juu, inavuta vitu vinavyo vibrate kwa hali ya juu. Ndio maana watu wanaweza wakawa wanasemezana kupitia nafsi zao kama wamependana kidhati. Naweza kaa nimechukua namba yako nataka kukupigia na wewe ukapiga, au tukatuma message twende tukale, message kaingia kwako na kwangu, twende tukale. Nafikiria mtu na yeye anakupigia. Au unampigia anakuambia hivi sasa niko na kuwaza. Ile tunaita high vibration, yani nafsi zimesemezana. Sasa mara nyingi high vibration inatokea tukiwa na furaha, kwa sababu hakuna chombo au organ yenye nguvu nyingi kwenye mwili wa binadamu zaidi ya moyo. Na moyo ndo una mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Ndio maana unaona moyo ukikosa furaha, tumbo linakuuma, appetite ya chakula upati, kichwa kinakuuma, usingizi upati, macho yanakuwa na uone hafifu. Au pia saa nyingine unaweza ukao umekaa hapa sisi tunaongea usikii kwa sababu moyo unagagaziko. Kwa wanasema supersonic organ katika mwili wako ya kwanza ni moyo. Na Mwenyezi Mungu aliumba nafsi kabla hajatuumba sisi. Na yeye Mwenyezi Mungu anasema nawaambia
katika kukumbuka Mwenyezi Mungu ndo nafsi zinapata utulivu. Hii ni kiapo kwamba utakapokuwa mwingi wa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, nafsi yako itapata utulivu. Ina maana utakuwa na high vibration. Ndio maana watu unaona watu waumini, ukikaa naye tu hivi unaisikia energy. Kwamba energy ya huyu mtu ni energy nzuri, natamani kubaki naye. Kwa sababu high vibration uzuri wake ni kwamba inawavuta watu, au huo msisimko wa hali ya juu unawavuta watu watake kukusogelea, kwa sababu inakuwa kama nuru. Na low vibration inamfanya mtu anataka kuwa mbali na wewe, kwa sababu inakuwa kama giza. High vibration inapatikana ukiwa na amani na utulivu. Sasa ukiona watu hawakupendi, watu hawakuthamini, watu hawakusikii, watu hawajibu ujumbe zako wakati unaotaka, hupendwi sawasawa, unatakiwa ujue vibration yako iko chini. Na vibration ikiwa chini, maana yake una huzuni, una wasiwasi, huna furaha, nafsi yako ni nyeusi, labda una chuki na watu, wapendi watu, una stress ya muda mrefu, lakini kubwa kabisa umekaa mbali na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, kwa hakika nafsi zinapata utulivu zakapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini sisi tunatakiwa tuombe furaha? Kwa sababu ili vibration zetu ziwe juu. Ndio maana wakikutana watu wawili ambao energy zao ziko juu, yani vibration zao ziko juu kama wapenzi, lazima wakikutana hivi inakuwa kama sumaku. Chochote wanachokifanya kitakuwa vitu vya kuwafurahisha. Ndio maana mwanzoni wa mahusiano nyie wote vibration zenu zinakuwa juu. Kwa mnakuwa mnafurahi. Hata saa ya kulala imefika, hamusikii usingizi, kwa sababu vibration ikiwa high, ikiwa juu, pleasure za dunia mnakuwa hamuoni umuhimu wake. Sasa hii ndio feeling ambayo utaipata ahera. Tukienda wanasema paradiso wa Kristo, na sisi tukienda kiyama kwa Mwenyezi Mungu, tukienda peponi, tutakuwa tunaisikia hii hali. Ndio maana anasema hatutohuzunika wala hatutokasirika, wala hatutolala wala hatutokuwa na mchoko, kwa sababu vibration zetu ziko juu. Na ni kwa sababu gani? Tuko karibu yake. Sasa ndio maana unaona ukiwa kwenye mahusiano na mtu, zile siku za mwanzo zile za mahusiano, honeymoon phase, tunafurahi sana kiasi kwamba tunasahau kusukula, tunasahau kusumchoko. Kama kazi yako ni ngumu, unasahau ugumu wa ile kazi yako. Kama kazi yako inakupeleka sana, unasahau. Kama una matatizo ya kifamilia, unasahau. Kama huna kazi, unajiona kama mwenye kazi, kwa sababu vibration inakuwa juu. Sasa ili uweze kumaintain mapenzi yenye furaha, uhusiano yenye furaha, furaha katika maisha yako, kazi, biashara, unatakiwa umaintain vibration isishuke. Utamaintain vipi vibration yako isishuke kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye ndoa? Ni kumake sure kwamba siku zote kunakuwa na positive energy, yani nishati chanya, kwa kufikiria mwenzio mazuri, kwa kujifikiria wewe mwenyewe mazuri, kwa kuombeana mazuri, kwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu uwepo wa Mwenyezi Mungu au karibu wa watu na Mwenyezi Mungu kunafanya nafsi zinakuwa na amani. Kwa katika maisha yako usiombee shida, kwa sababu shida zitakuja tu. Ombea furaha. Sasa watu wengine ambao hawana bahati, na waita hivyo, wanaingia kwenye mahusiano au mapenzi au ndoa, vibration inakuwa juu. Wanaenjoy mwaka. Baada ya mwaka wanaanza kuingiza childhood trauma. Makosa yaliyotokea nyuma. Kaolewa na Yusuf, anaanza kufikiria makosa aliyofanyiwa na Suleiman. Anaanza kuhisi Yusuf atamgeuka kama alivyomgeuka Suleiman. Kwa anaanza kumuona Yusuf kama Suleiman, sio kama mumewe, kama Suleiman, au kama mamake alivyokuwa anamnyanyasa, au kama babake alivyokuwa anampiga, kama shuleni alivyokuwa anaonewa na wenzie. Kwa hiyo anaanza kuingiza wasiwasi ambao haukuwepo kwenye mahusiano, akaueleta. Kwa hiyo yale energy yake inaanza kushuka kwa sababu ya wasiwasi. Hana furaha. Ikishuka energy, huyu mume wako au mke wako ambaye wewe unamfuatilia,
au ndugu, jamaa, jirani ambaye unamfuatilia, energy yake itabaki juu. Haiwezi kuvutwa energy ya chini ikutane na energy ya juu, kwa sababu ukikaa naye tu karibu atahisi kama unamnyonya. Ushaikukaa na mtu ukaondoka kama vile unasikia kama huna nguvu, ni kwa sababu yeye energy yake iko chini, yako iko juu, na huwezi kutamani kukaa naye tena kwa sababu ukikaa naye anakupa mchoko. Kwa sasa ndio maana unaona mume wako hakusikilizi au mke wako hakusikilizi, hakutaki, amekukimbia, umepigwa ghosting. Mwanaume unamtumia message 6, 8, 10, unachati peke yako kwenye text, kwa sababu energy yako umetoka kuwa kwenye energy iliyo ya juu kama ya kwake, umeanza kuwa mtafiti. Unatafiti anaongea na nani, unatafiti akitoka kazini anapita wapi, unatafiti yuko nani, yuko wapi, anaongea na nani. Wewe umeamua kuwa researcher unayejitegemea, unafanya research sio ya miti, shamba, mazao unafanya. Sasa kile kitu unachokifanya saa ambayo ulitakiwa kupendana, saa ambayo ulitakiwa kudesign utaratibu wa kufanya mapenzi yako yawe hai, kile kitu unachokifanya kinakufanya energy yako au vibration au msisimko wako unanyonywa, unashuka chini. Kwa yule jamaa akikuangalia anakuona uko empty. Ndio maana unaona ukija kwangu mimi nakwambia tengeneza ratiba ya mambo ambayo unayafanya kwa siku. Kwa sababu hata ukikaa idle energy inashuka. Yaani ukiwa umeamka asubuhi, ukanywa chai, ukawa umekaa unaangalia TV, unazidi kupoteza energy. Wanaita unapoteza nguvu. Ni kama battery. Unaweza ukasema hivi, mimi simu siitumii. Ndio msati. Umeamua tu. Simu unaweza tu usishike hata masaa mawili. Lakini ukija kuiangalia chaji imeisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna application background zinakula energy. Ndio wewe kukaa hivi idle. Toka asubuhi Jumatatu saa 3 asubuhi mpaka Jumatano saa 3 asubuhi umekaa tu. Ukinyanyuka unaenda msalani au unaenda kula chakula, lazima uishiwe energy kwa sababu huna kitu chochote cha kukupandisha energy yako ipande juu. Hufanyi kitu extra cha kukuongezea furaha. Ndio maana watu wanaenda gym. Ndio maana watu wanafanya yoga. Kwa sababu zile zote zile ni activities za kukupandisha we furaha yako. Ukiingia kwenye yoga huwezi kutoka ulivyoingia. Ukiingia gym huwezi kutoka ulivyoingia. Ukiingia labda unacheza zumba huwezi kutoka ulivyoingia. Ukienda labda jogging huwezi kutoka ulivyoingia. Lazima energy au vibration yako ipande. Kwa utakapokuwa na timetable, yani ratiba. Asubuhi nikiamka na kunywa chai, nikinywa chai nikimaliza nakaa nusu saa naanza kunywa maji. Nikinywa maji nikimaliza naanza kuandaa vyakula vyangu vya kuwapikia watoto. Ikifika saa 6 naenda kuwachukua shule. Ikifika saa ngapi nawapeleka madrasa. Nikitoka kuwapeleka madrasa naenda kusoma Qur'ani. Nikitoka na darasa langu online natakiwa nikae nisome online. Kwa unakuwa kichwa chako hakiko hivi kimesizi. Kichwa chako kinakuwa kinachakata. Nitapata time saa ngapi ya kufanya kitu fulani. Sawa. Madam, umegusia hapo kuhusiana na wakati mwingine kumfuatilia mtu. Kuna ubaya wa kumfuatilia labda ni mumeo, kwamba unataka kumjua zaidi ni nini ambacho anachokipenda akiwa kazini, lakini kipi ambacho anachopenda kufanya akitoka kazini. Ikiwemo hii kwamba akitoka kazini labda anaenda sehemu fulani, akitoka sehemu fulani anaenda sehemu fulani. Hivi yani, kuna ubaya wote wa kufuatilia haya kwa uzuri tu na wala si kwa ubaya? Unataka tu kumjua mumeo, yani kujiongezea vile ambavyo ameshawahi kukwambia au anavyovifanya ukiwa na wewe. Mimi ndakushauri kitu ambacho itakuwa kirahisi kwako. Huyu mtu Mungu akijalia utaishi naye miaka 60. Usake kuyajua mengi kwa wakati mmoja. Una muda mwingi sana wa kuyajua. Hakuna kitu kinachoshangaza katika karne hii, kuanzia karne 20, kuniita au kuniomba namba yangu ya simu ili uniulize rangi yangu unayoipenda ni gani. Hakuna mtu ambaye atakupotezea muda dadangu kama mwanaume ambaye atakuuliza niambie kuhusu wewe. Tell me about yourself. Usiulize hilo swali mwaka 2026. Kwa nini? Kuhusu mimi unataka kufahamu nini? Unataka kucheki criminal record?
Kwamba nimeshafungwa mara ngapi? Nikikwambia sipendi kazi, napenda hela, si utajisikia vibaya na huna? Kwa nini unaniambia tell me about yourself? Unataka kujua kabila yangu ili nini? Tuna muungano, for God's sake. Tuna muungano, tumeshaingia muungano. Mimi ni Mtanganyika au Mtanzania. Tumemaliza. Mimi ni Mtanzania. Siwezi kuwa mtu mwingine, niko kwenye nchi. Mimi ni Mwafrika. What do you want to know about myself ambayo sitaongea kwenye mazungumzo yetu? Kwa nini unapoteza muda kutaka kujua mtu anapenda nini, akiwa ofisini anafanya nini? Kwanza kabisa, jambo rahisi kuliko yote, unaweza kumuuliza tu. Unatoka ofisini saa ngapi? Saa 4:45. Unataka tukuandalie nini ukifika? Chochote. Wanasemaga hivyo, wanaume wote wanasemaga hivyo. Utapika nini? Chochote. Pika chochote. Kwa nini wanawake wengi sana wanaumia kwenye mahusiano? Wanafanya kazi ambazo sio zao. Kutaka kumsoma mtu, kutaka kumchunguza mtu. Wewe kumchunguza mume wako, lakini yeye hajawahi kukuchunguza. Hata birthday yako ni usiku mzima ndo unakumbushia, unajua kesho ni birthday yangu, unajua kesho nazaliwa. Asubuhi unamwandikia, leo ni birthday yangu mume wangu. Ulishawahi kuwaza kwa nini wanaume hawapitii depression wakiachwa? Ni kwa sababu wao hawajipeleki mbele kutaka kujua vitu zaidi. Kwa nini unataka kufahamu vitu zaidi? Ushaambiwa, simple tu, ushaambiwa bwana, huyu jamaa si tunavyomjua hajawahi kukaa na mke muda mrefu, wake zake wengi anaachana nao. Wewe jukumu lako ni kupay attention akiwa anaongea ili umsome. Yani jukumu lako ni kupay attention wakati anaongea ili umsome kwamba huyu mtu ni mtu anayependa kufanyiwa nini, anapenda kuheshimiwa, anapenda kusikilizwa, anapenda wanawake wastaarabu au anapenda wanawake waenda mbio. Kupiga simu kwa Halfan kumuuliza mume wangu, umemwona mume wangu? Unahisi mume wangu yuko wapi? Yani unamfanya mtu ajione keki na alikuwa tu mkate wa maji. Kwamba unataka kufahamu alipo ili ufanye nini? Ni mwizi unataka kumwepusha na askari? Kwamba yeye bwana maafande wanapita hapo, hiyo ucho kipengele ulichopo ondoka. Hii kufuatilia hii. Mstahati, wanawake wananisikia watakubali. Kufuatilia kuna kufanya unakuwa na attachment issues. Ni shida ya afya ya akili. Na ukisha kuwa na attachment issues, unaanza sasa kuwa na obsession. Kuona kwamba hiki kitu ni mali yangu, natakiwa nikicontrol. Na ukishafika tu hapo, hakuna mtu yoyote anaye control kitu kikabaki. Hata sisi tunajua ukimshika punda au farasi, umemshika zile kamba zake, una rein, unataka kukimbia naye, ndo anazidi kukimbia. Lakini ukiwa hujamshika ukamwacha, anaenda taratibu. Lakini the moment tu umeanza kumvuta zile kamba zake, ukampiga na hapa kwenye mguu, lazima farasi. Na ndio hivyo hata mtu unempenda, ukionyesha tu kumcontrol, lazima anatake kuslip away because unambana. Nishakutana na kijana mmoja akaniambia, alimwambia mke wake kwamba yeye hawezi kupumua kwa sababu mwanamke amemkalia hivi. Kila akizunguka mwanamke yupo, kila akipita huku mwanamke yupo. Lini tutakumisi Maridhia? Lini tutakumisi? Kwa nini unataka kufahamu vitu vyote ndani ya miaka 5, 10 ya ndoa? Huyu mtu utaishi naye miaka 60. Ukishafahamu, excitement ikiisha, ile kimuhemuhe kikiisha, kwa sababu ushamjua. Lakini kila siku unasema mimi katika mwaka huu nataka niijue namna gani mume wangu anapenda kuongeleshwa. One thing at a time. Kwa nini una haraka? Unahofia nini? Mfano sasa hivi nikijua yeye alipo, itanisaidia nini? Huoni kama itaenda kupasua kichwa changu? Nianze kuhoji anafanya nini huko? Mbona amekaa sehemu fulani muda mrefu? Yuko na nani anamuentertain? Kwa nini nijipe stress zote hizo? Nishushe tu vibration yangu. Kila nikimfikiria, energy yangu inashuka. Akija akinikuta nyumbani ananiona kama makapi. Kwa sababu watu wenye energy ya juu, nataka nikuambie siri yao, wana uwezo wa kusense kama wewe uko desperate. Na wanaweza kusense, yani anahisi kwamba wewe huna chochote. Na hawezi kukukubalia kwa karibu naye kwa sababu utamshusha energy yake.
Ni kama mtu ambaye umetoka kwenye dimbwi la matope. Ukija sisi tutakusikia tu unanuka. Mbona unanuka mfereji? Hatuwezi kutaka kuwa karibu na wewe. Mpaka uende ukafanya nini? Ukaoge. Sasa utapandisha lini energy yako? Kwa sababu kila siku unavyozidi kushusha energy inazidi kushuka. Na bahati mbaya hatujui namna gani ya kupandisha energy. Ni rehema ya Mwenyezi Mungu. Uanze kuwa naye karibu, uanze kufanya mambo anayoyapenda ndio upandishe energy yako. Sasa nataka kuuliza swali. Mfano mimi leo Lela nikajua mume wangu anataka kitu fulani, halafu nikashindwa kukifanya, nitajisikiaje? Nitajisikia vibaya. Naye mbona mimi hayafanyi? Mbona wanaume wanatunuliaga zawadi hata hawatuhoji, hawatufuatilii kwa mashoga zetu. Wananua tu na kusurprise na mtu nasikia raha tu. Japokuwa huwa mnazibagua wakati mwingine. Ndio umenunua nini sasa? Mimi siwashauri wanawake wafanye hayo mambo mabaya. Inaumiza sana mtu akikununulia. Mtu anaweza akakununulia kitu sio testi yako, wala sio kitu ambacho wewe unakipenda. Pokea tu ili mtu ajisikie vizuri, kwa sababu wao ni rahisi sana wanaume kuwalaghai. Unawalaghai kirahisi tu, unamwambia nimekumisi, wanaamini. Wanaona uko serious. Unamwambia hakuna aliyenipa kama hii, wanaamini. Wanavimba vichwa, siku hiyo anaweza akashinda vizuri. Na akakuletea nyingine bora zaidi kuliko ile. Kwa wewe ukinunuliwa wewe shukuru Mungu. Hata kama hujaipenda, waweza kuiweka kwenye mkoba. Akitokea mgeni amekuja kusalimia, ukampa souvenir akaondoka nayo. Bwana mume wangu alininunulia kwa mapenzi yangu kwako. Nakupa kitu alichonipa mume wangu. Yeye ataki-appreciate zaidi. Sasa na mume wako yule mtu kila akitumia mume wako atapata thawabu. Sasa umepata faida. Sasa kuna ubaya kwa mume au mke kuweza kujua kabila la mwenza wake? Huyu ambaye anataka kuingia naye huku. Maana umegusa kwamba unataka kujua sijui kabila gani, sijui nini, dini. Yaani zile siku za mwanzo zile za kujuana, kuitana chai. Nafika pale umeniita chai kuliko uniulize kuhusu mambo ya labda malengo yangu miaka 5 ijayo iko yakoje. Na plani kufika wapi kwenye talent yangu naofanyia kazi. Au ninahisi mambo gani nikifanywa najisikia faraja, mambo gani nikifanywa nasikia vibaya. Unaanza kuniuliza ni tell me about yourself. I like money, I am lazy to work. Sipendi kazi, napenda pesa. Utajisikia vibaya sana. Na tumekutana ndio. Utajisikiaje vibaya kama mi pesa ninazo? Si utaona nimekujibu jeuri. Wewe niulize maswali ambayo yanafikirisha. So niambie tell me about yourself. Nitakwambia majina yangu, jina langu naitwa Lela Abubakar. Naishi Kariakoo. Utafanya nini? Hapo nitakuwa nimekujibu. Lakini ukiwa unaniuliza maswali specific, maana yake ni kwamba uniulize maswali specific ya kunifanya mimi nifikirie, halafu nione huyu niliyokutana naye mara hii mashallah ni mtu tofauti. So sawa na kina Jamali. Ni ujanja tu, huyu yuko makini, anajitambua. Lakini kadri ninavyozidi kukutana na wewe ndo utajua favorite color yangu ni nini, kwa sababu nitakuja nimevaa black, nitakuja nimevaa labda brown, utagundua tu msichana anapenda black, msichana anapenda brown. Kuniuliza favorite color chai ya kwanza unaniuliza favorite color. Kwa hiyo kumbe hiki ni kitu kibaya sana. Kwamba unakutana na mtu kwa mara ya kwanza. Uwe na skills za kuanzisha mazungumzo. Inaitwa communication skills. Usianzishe mazungumzo kama watu wa mtaani tu, watu ambao hawajastaarabika. Uwe yani unabeba vitu tofauti. Unapokutana na mtu upeleke vitu tofauti, mtu aseme yes, sijawahi kuongea na mtu wa aina hii. Wewe tu pale mwanzo umekuwa disqualified. Pale mwanzo tu umenyimwa kombe. Pale mwanzo. Sawa, madam, kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia kwamba alimpata mke wake katika njia ambazo anaamini zilikuwa za ajabu, kwa sababu alimpata kwenye mazingira ambayo yule binti alikuwa amedondosha majani ya chai. Wakati yanadondoka yule akayawahi akayadaka, mwisho wa siku akampatia. Yule binti akasema asante kwa mara ya kwanza. Unaona? Akaambia usijali, naye akaondoka zake yule kaka. Pasi na kujua kwamba labda atakuja kuwa mumeo. Siku nyingine wanakuja kutana katika mazingira ambayo binti amekwama kwenye foleni, yule kijana naye anafanyaje? Anapita. Kwa bahati nzuri wamegungana macho hivyo, kaanza kuulizana, si unajua ile kwamba nilishaona wapi? Unaona Lakini wamefanyaje? Wamepungiana. Binti anakumbuka
Kijana hakumbuki kwamba wameonana wapi. Binti akashusha kioo. Akaambia habari za tangu siku ile. Akaambia samani. Ni wapi vile tulikutana? Akaambia ulinisaidia majani yakiwa yanadondoka. Okay. Nilikuwa najiuliza kwamba tumewahi kukutana wapi. Wakabadilishana namba. Mwisho wa siku wakawa wanaongea tu kwa njia ya simu. Hakuna mtu ambaye anayejua mwenzake anaishi wapi. Lakini binti siku moja alimwalika kijana kwenda nyumbani aone kazi ambayo anayoifanya, na ilikuwa weekend, alikuwa anaandaa bustani ya mboga. Unaona? Lakini walipofika hapo walianzisha mazungumzo pale pale kwenye bustani ya mboga, wakati wanaendelea kung'oa majani na kumwagilia pale. Mazungumzo yao yalikuwa hapo hapo. Sasa swali langu, kwenye mazingira kama haya unaweza, maana yalizalika mpaka hayo yaliyokuja kuleta uchumba. Siku hiyo hiyo wakati wanasaidiana kumwagilia mboga, wewe unaishi wapi, wewe unafanya nini, hivyo mpaka wakafika hapa. Je, mazungumzo rasmi, ukisema kwamba mazungumzo rasmi ni yapi hasa katika mazingira kama haya? Yani yale maeneo ambayo umeenda kukutana na mtu yasome yalivyo, alafu muulize mtu sawa na mazingira yaliyopo. Mathalan, umeenda kuonana na mtu sehemu ya chai, ile ni sehemu ya utulivu. Manake mtu ana ability ya kufikiria. Si ndio? Muulize maswali ya kufikirisha. Msimamo wake wa kisiasa, msimamo wake kuhusu haki za wanawake. Mtu mwingine anaamini haki za wanawake za kutisha. Ushamuuliza hadi kabila, ushamuuliza hadi rangi. Unakuwa na information za watu too much ambazo zilikuwa hata hazina maana, zilikuwa ziishie pale pale chai. Unamuuliza mwanamke, vipi msimamo wako kuhusu ndoa? Kwa kweli mimi siamini katika ndoa. Mimi siwezi kukaa chini ya mwanaume. Yaani mimi nilivyosoma siwezi kuenda kuwa chini ya mamlaka ya mwanaume. Sio mwanamke unayemtaka huyo. Hata mimi siwezi kukubali kakaangu awe mwanamke kama mwenye fikra za aina hiyo. Si ndio? Kwa pale ukimaliza wewe hata huwezi hata kumpa salamu tena, kwa sababu ama salama tumemaliza. Sasa jiulize, unaondoka pale unajua information zake, sio anapenda rangi nyekundu, anapenda rangi nyeupe, anapenda bendi fulani. Hizi information zote zilizozichukua kwa mtu ambaye huna mipangilio naye, ilikuwa zina maana gani? Namba moja. Namba mbili, ukumbuka hawa watu hii saa waliokutana, hii siku waliokutana ilikuwa siku ya pili. Ndo akaanza kuulizana unaishi wapi? Na wako kwenye activity. Na mimi nawafundisha wasichana kila siku, kama mwanaume anahitaji kukuoa, acha afanye activity na wewe. Mfanye kama hivyo bustani, muende labda kwenye kazi, mjitolee, mnakuwa kama mavolunteer kwenye kazi. Mnaenda labda safari, mnaenda kupanda mlima wa Kilimanjaro pamoja, mnaenda labda kutembea mbuga za wanyama. Muwe na memory kabla ya kuanza kufikiria fikra za uzinifu, kwa sababu zile memory zile ndizo zitakazo wakutanisha pamoja. Watu wamezini na watu kibao, hata hawakumbuki, nafsi zao zimesha kuwa empty kwa kuzini. Lakini hakuna watu ambao wamefanya nao activity mbalimbali. We peke yako ndo utakuwa umemwambia bana kwa mkutane na watu kwenye vitu vya kujenga ujamaa kabla ya kuanza kufikiria mambo ya zinaa. Nimeangusha majani. Mwanaume kayaokota, kanipatia. Ile ni mkutano wa kwanza. Mwanaume hajaongelesha chochote. Mwanaume kaenda zake. Siku ya pili tumekutana na mwanaume kwenye foleni. Kachukua namba yake ya simu. Tumeagana. Hakuna mazungumzo yoyote. Ile ni mara ya pili. Mara ya tatu tunakutana, niko shambani kwangu, nafanya huduma za shamba. Tayari wewe umenifahamu. Mimi na wewe sio strangers tena. Tunajuana, tumeshakutana zaidi ya mara tatu. Leo sasa tukiongea kuhusu kwamba mimi ni mjukuu wa Kimweri au wa Kingunge au mimi ni mjukuu wa yule jamaa wa maji wa Mtemisike, sawa, tushaonana mara tatu. Tuna uhakika kwamba baada, yani hapa tunaendelea na urafiki. Mara ya kwanza tumekutana chai. Jadili kuhusu basi hata mechi zinazoendelea hivi sasa. Una baba, una mama. Nikianza kulia hapa kama ni maruhumu, nikianza kulia hapo utaweza kunyamazisha?
Kwa sababu unavyozungumza na mtu Mr. Hatibu, ye mwenyewe atafika kwenye haya mazungumzo. Yani ye mwenyewe tumekutana tu, una mtoto, una watoto wangapi, vipi, unataka uwasomeshe? Samani sana kama nitakuwa na kukosea. Kama unajua utanikosea, kwani unaniuliza? Samani sana labda nitakuwa niko nje ya mada. Ushajijua uko nje ya mada, kwa nini unaongea? Na hata nikikwambia okay, ongea, unahisi kwa kuongea utakuwa umeingia ndani ya mada? Kwa hiyo maana yangu ni kwamba yani katika mazungumzo na mtu usijimalize kwamba huyu mtu ndo nimefika, huyu ndio wangu, ndo kifo kuzikana, kwa sababu watu wengi sana ushaachana nao kabla ya huyu. Hakuna garanti yoyote kwamba huyu mtu utamalizana naye salama salimini. Kwa hiyo usijimalize sana, yani ukataka kuchukulia vitu serious. Ndio maana unaachwa uachiki. Ndio maana mtu akikwambia tu mimi na wewe basi, unaanza kumkazania. Ukiniacha mimi nitakufa, ukinini, kwa sababu umejimilikisha mtu. Na watu hapo mwana wengi sana wa hii dunia. Kama hujapata mpenzi hapa nyumbani kwenu, ukatafute mpenzi Djibouti. Utapata. Tatizo lake ni wewe umekazana, yani ni lazima upate mpenzi ni lazima upate mume wa kukuoa Mwanza. Wanaume hapo kibao mali. Sio hii nchi yenu tu kwamba ndo utaolewa, na hakuna sheria popote. Na hakuna sheria popote iliyoandikwa kwamba usipoolewa Tanzania hutolewa tena. Watu wanakutana na waume zao kwenye madrasa za kusoma dini. Nenda kasome dini mwaka mmoja sehemu, au nenda hata chuo nje ya nchi. Utakutana na watu huko, tena watakuonyesha kwamba hapa ulikuwa unadili tu na wezi ndio ulikuwa unadili nao hapa. Lakini wewe kwa sababu uko razi uachane na kurudiana na mwanaume mara 7 kwa sababu hutaki kukipanua kichwa chako kwamba unaweza ukapata mtu mwingine nje hapa. Wanaume wapo kibao Entebbe huko. Wapo kibao. Umekaa hapo utaki kushikanisha Umoja wa Afrika Mashariki, utaki kushikanisha ushikanike vizuri. Wewe umekaa tu hapo. Dada, lazima nipate mwanaume wangu Morogoro mji kasoro bahari. Wapo ndio, lakini ndio hawakuelewi. Ukiachwa kidogo tu ushaandika kama status, unaweka picha moyo wako umevunjwa. Wewe una uhakika moyo wako ukiweka emoji ulioiweka utakuwa hai wewe? Namka asubuhi unaanza kuita kaka zetu wote, wanaume wote mbwa. Hakuna mapenzi siku hizi. Wewe ndio uyaoni, siweza kumbona tunayaona. Na usitutishe. Na usiongee matatizo yako katika wingi. Wala yani wewe unanifurahisha sana. Yani unaongea sisi au we. Yani usiseme we, sisi ni wewe peke yako ndio uone vizuri. Sisi wenzako tuna pay attention, tunaona tu vijana watu wazuri. Na usiseme mimi simnyenyekee mwanaume. Sisi wenzako tunanyenyekea huku. Na tunalipwa tu vizuri kwa kunyenyekea. Yani usije uko unasema wanaume wa siku hizi hawafai. Wapo wanaofaa. Shida yako wewe unataka mwanaume wa kijijini kwenu. Panda gari moshi uende kijiji cha jirani. Utakuta tu mashallah reli ya Tazara imejengwa. Hujapata hata mume kupitia hiyo reli. Unasema wanaume wote ni mbwa. Kuna hapa kwenu na wa kijijini kingine. Nenda kajaribu. Sasa, madam, kuna faida au hasara gani ya mwenza wako kuwa naye sehemu moja ya kazi? Hatari sana. Wajua yani shida ni moja. Sijui wengine, lakini yani mimi niko hatari sana. Kwa nini? Kwa sababu ni kwa nini anaingia mno kwenye chumba chako cha kazi? Kwa nini na mimi nitataka nije sana lakini pia sitaki. Yani kwani naona kama haina umuhimu sana tufanye kazi tu mbali. Angalau tu tunachukuana na kurudishana. Lakini hapo ni yani ni kama tumetoa ufunguo wa bomu, saa yote linalipuka. Wajua ile bomu unafungua unaliachia hivi. Iko korido ilo bomu, liko hapo koridoni. Lishaanza linatoa ule moshi.
ndo kama kufanya kazi pamoja na mpenzi, kwa sababu anaweza akawa amepewa favor, ukaona amepewa kwa sababu anamtamani, na anaweza kaja mteja fulani anataka tu kuhudumiwa na atibu, ukajisikia vibaya, ukaanza kujilinganisha naye. Kitu cha hatari sana, kitu cha hatari sana sana sana. Mpaka unatukatisha tamaa. Yani nimefikiria tafakari kubwa sana. Ikiwezekana kama mmeonana kazini, ikiwezekana mmoja apewe uhamisho, aende hata branchi nyingine, labda hata ya Pangani au ya Muheza, ili kuepusha wanasemaje, conflict of interest. Yani bosi, unaweza ukaingia kwenye kikao ukawa tu unaongea kuhusu utovu wa adabu, watu wanaochelewa. Na mimi najua Haruni anakuja hapa akiwa amechelewa sana. Sasa ukimsema mimi najisikia vibaya, kwa nini unamsema mume wangu jamani? Mimi ndo naye mkawizo. Anawahi kuamka. Ila mimi kuvaa kila siku asubuhi na mwaga nguo zote chini, ndo nichague moja ipige pasi nitoke. Sasa kila siku mimi ndo naye mkawiza kuja huku. Wewe unavomsema mimi najisikia vibaya, kwa nini unamsema kijana wangu? Sasa nitakuwa nachukulia tu vibaya. Na unaweza tu akawa labda kijana mwenyewe pia ni mtundu, anahangaika ofisini, akawa kila siku anapewa onyo. Kasa huyu anampa onyo kwa sababu ni mume wangu. Kwa hiyo kwa kuepusha kufikiria mambo ambayo sio ya msingi, tuhamishwe au tuwe tunakaa tofauti. Yake huko na mimi nikae huko. Sasa ubaya ni kwamba tukikutana wote tuko kwenye siasa. Unaweza hata ukaona mstari wa wananchi wanaenda kuongea shida zao, useme jamani, mbona leo kama mtamchosha? Mimi nitaongea kweli leo. Maana amesikiliza kutwa nzima, anawasikiliza nyinyi. Akija mimi nitaongea nini huyu? Au nimpe tu barua? Akiingia nimpe barua, samahani, barua yako hii soma. Lakini unakuwa na uzoefu kwamba mume wangu ama mke wangu anachoka kweli. Ni kweli, lakini ndio hivyo. Ni shida ni kwamba ukianza kumhurumia, sio kwa sababu unachukia watu kwa naye, unaanza kumhurumia kwamba sasa huyu mbona akija ametoboka sana, nitamfanyaje mimi ili arudi hali yake ya kawaida? Yani ukiona ile magnitude ya kazi yake, unaweza kuanza kumhurumia kuliko kumpenda. Hiyo ndo shida. Au ukijua mume wako ni dereva ofisini, inaumiza sana. Sio kwa sababu unamkosa kama mume, kwa sababu anachoka. Sasa unajua safari zake zote, leo kaenda huku hajalala, kamka huku hajalala, kila siku analala kesho. Kila siku analala kesho. Hata unataka mtu wa kubadilisha balbu unaogopa. Sasa huyu alivyochoka hivi, nitamwambiaje mambo ya kubadilisha balbu hapa? Unataka akusindikize kijijini kwa mamako, unajiuliza anavyochoka, unaanzaje kumuomba akusindikize? Yani unaanza kumhurumia mtu ambaye unatakiwa kumpenda. Na sasa ukishaanza kumhurumia mtu unayempenda, huwezi kumtriti kama partner, unamtriti kama mtoto wako. Kwa hiyo unajikuta kila saa haja yako unataka kumprotect tu kuliko mpende. Unaanza sasa kuwa mama yake. Ndio sasa hapo yanapobadilika mapenzi, yanakuja control. Ndio shida hiyo. Yani unafikiri inaanzaga control kwa ubaya? Inaanzaga kwa sababu unajua too much kuhusu kazi ya mtu anaofanya, kiasi kwamba unaanza sasa kutaka kumpa pumziko kwa sababu kazi yake ni ngumu. Ndio maana ni bora mtu awe anafanya kazi zake huko, yeye haje kwako tu akiwa ametoka kazini. Hujui siku hiyo ratiba yake ilikuwa ngumu kiasi gani. Ili sasa akija, kama na wewe una yako, labda siku hiyo ni siku yako ya kuwa kichaa, na wewe uwe kichaa, na huko ametoka kwenye kichaa, kama ni wakususa asuse, haya. Lakini hujui kwamba pale yaliyomkuta ni mambo gani. Hiyo ndo faida. Lakini ukiwa naye pale, kwa kweli wanatia huruma sana. Sijui, lakini mimi nitakuwa namhurumia kuliko kumpenda. Na mimi sitaki kumhurumia mtu. Sasa nikimhurumia tena, nitaacha maskini kumuona kama ni mkombozi au mtetezi au msimamizi wangu. Nitaona kama mimi ndio msimamizi wake, ambao haifai. Sijui wengine, lakini ila mimi kwangu ni hatari. Hatari. Kwangu mimi ni hatari sana. Ngoja tu tuendelee kuishi nao. Na kuna faida unazozipata pindi unapoumizwa au kupitia wakati mgumu? Au ni hasara? Maumivu siku zote yanaleta faida.
Faida mara ya kwanza ni kwamba hutorudia kosa kama hilo hilo. Faida ya pili, utakuwa strong. Kivipi? Wajua unakuwa strong kistaili gani? Kuna mtu mmoja mwanamke anajivunia sana kwa yeye kuchagua kubaki hai na kuchagua kubaki na furaha. Alikuja kama mtu wangu, anahitaji huduma kwangu, lakini akakaa kwangu, sasa hivi amekuwa kama dada. Mimi na yeye tunashare maumivu makali sana. Yeye alipata maumivu muda mrefu na mimi nilipata maumivu muda mrefu. Kwa tulikutanishwa na maumivu. Nikamshauri kitu kimoja tu. Nikamwambia tumeshaishi na maumivu muda mrefu. Sasa hivi hebu tuchague furaha. Tuone furaha itatupeleka wapi. Kweli tukasema kila siku asubuhi tukiamka tutakumbuka uwepo wetu katika maisha yetu. Ili tuanze kufurahi. Yeye akawa anafurahia uwepo wangu na mimi nafurahia uwepo wake. Mungu akamjalia akapata nafasi katika chama, akawa anagombania Mungu akipenda 2027. Katika siasa kuna mitihani mikubwa sana, ikiwemo watu kushindwa kukuelewa kwa nini unataka kufanya jambo fulani. Ndio. Kama yale maumivu asingepitia, kwa sababu mimi mara nyingi huwa namkumbusha, namwambia unakumbuka maumivu tuliopitia? Ananiambia naambia kama tusingepitia yale maumivu, leo usingeweza kukaa vizuri kwenye hiki kiti. Kwa sababu hichi kiti kinakuhitaji uwe na nguvu za kiakili, sio nguvu za mwili, nguvu za kiakili za kuweza kupambana na njia zozote adui atakazo kuja nazo kwako. Uwezo wa kupambana kwa njia zozote adui atakazo kuja nazo kwako. Hivyo basi kupata maumivu kutakusaidia uweze kupambana na maumivu mengine yanayokuja na ambayo yatakuja na ambayo yalipita, kwa sababu utakumbuka kwamba kama nimeweza kupita katika mlolongo huu, hata huu pia nitaweza kupita. Sisi tunakomazwa na maumivu, hatukomazwi na furaha. Hata wasichana, watoto wa kike, tunakomazwa na maumivu, hatukomazwi na starehe. Kwa maumivu yatakupa ukomavu wa kiakili na kimwili, lakini pia maumivu yatakufundisha kushukuru kama sisi tunavyofanya. Mimi na rafiki yangu tuna kadi, kuna namna tunafanya kwamba tunasema watu wakituuliza Mungu yuko wapi, sisi hapa tutamuonyesha Mungu alipo. Kwa sababu tulipotoka, nimemjua huyo rafiki yangu kwa miaka 13. Tulipotoka na sasa hivi tulipo, kwa namna ambavyo tulikuwa tunaishi na sasa hivi tunavyoishi, aliyetutoa kwa alikotutoa mpaka hapa tulipo, kama sio Mungu tusingetoka. Kwa kama una wasiwasi kuhusu uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako au uwepo wa Mwenyezi Mungu katika dunia hii, tulize tu, sisi tutakwambia. Tulize tu, sisi tutakwambia. Yaani na watu wakiwa wanamtafuta Mungu, tunamtafuta Mungu, tutampata wapi? Sisi hapa tutamuonyesha Mungu alipo. Kwa sababu tulienda hizo sehemu tukampata. Tukakutana naye, tukaokoka. Na kama tusingeenda hizo sehemu au tusingemtafuta, tusingeokoka. Tusingekuwa sisi hapa leo. Tunazungumza leo baada ya miaka 10 kuhusu upendeleo wa Mwenyezi Mungu na huruma yake katika maisha yetu. Ni kwa sababu tulimtafuta. Kwa mtu yoyote mwenye mashaka, mwenye wasiwasi, Mungu yupo kweli? Hivi Mungu kweli anaweza kubadilisha maisha yangu? Anitafute mimi nitamwambia. Uhitaji atakuwa hata na sijui msafi wa roho, sijui una nguo nzuri, sijui umeswali swala 5, wala. Unahitaji tu nia kwamba mimi nimechoka dhambi, mimi nimechoka maumivu, mimi nataka kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Mimi nataka kuwa miongoni mwa marafiki zake Mwenyezi Mungu. Unapokelewa. Kwa hiyo maumivu pia yatakufanya umtafute Mwenyezi Mungu arudi kwenye maisha yako. Kwa sababu ukiwa kwenye harakati za ubinadamu, unajisahau kuhusu Mwenyezi Mungu. Una uhai. Unajisahau, unamweka Mwenyezi Mungu mbali.
Lakini utakapopata madhila ndipo sasa utakapokumbuka, leo kumbe kuna Mola wangu, ngoja basi niende nikatafute rehema yake na amani yake. Utampata. Na sio lazima uvae nguo maalum kwenda kwa Mwenyezi Mungu au uvae sijui kiatu cha kuning'inia. Hivyo hivyo ulivyo saa hiyo ulivyo, ukitamka hata kwa lugha ya kwenu kwamba mimi nakuhitaji Mwenyezi Mungu, hata anakufungulia milango, unaingia. Uwe katika mazingira ya kusema kwamba hivi, mimi nimeshaumia sana nafsi yangu, sasa hivi nimechoka kuumia, sasa hivi nataka utulivu. Na mimi nakuombea kama Mungu atakujalia upate marafiki wema, wakupende, wakuthamini, wakuheshimu, kiasi kwamba usitaki mtu yoyote akusogelee isipokuwa mwenye mapenzi sawa na marafiki zako, atakupenda na kuthamini sawa na rafiki zako. Mimi nimeenda kwa ajili ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Tulienda kushukuru Mwenyezi Mungu kuhusu, nilisafiri. Sikuhangaika chochote kuhusu hiyo safari. Nashukuru Mwenyezi Mungu, rafiki yangu alisimamia kila kitu. Mimi ilikuwa tu nipatikane nifike sehemu ya usafiri ili tuweze kusafiri. Nilichelewa kwa sababu nilichelewa kutoka nyumbani, nikakutana na foleni. Kwa hiyo nikiwa niko kwenye foleni nilimwandikia ujumbe kama mtu ambaye nimekata tamaa kwamba sitaweza kusafiri. Aliniambia kitu kimoja, akaniambia kama Mwenyezi Mungu hajapanga mimi na wewe tusisafiri pamoja, nitaondoka alafu utakuja na inofuatia. Nilisikia amani. Nikasafiri, nikafika kweli sehemu ya safari, nikamkuta. Nimeingia tu siku yangu ya kuzaliwa, nilikula chakula cha usiku, wakafanya dua, tukatoa sadaka. Sasa nasubiria asubuhi ambayo yeye alikuwa amepanga programu ya kufanya, tuende sijui tukatembee wapi, unajua tena wasichana lazima tununue hivyo. Niliumwa ile siku, misahati. Niliumwa usiku kuanzia saa 8 usiku. Niliumwa na hiyo kesho yake asubuhi yote mpaka kesho yake saa 3 usiku. Yaani nimeumwa karibia masaa 24. Sijui kinachoniuma. Nimelala tu. Niko mbali, wala hatukuwa hata nyumbani. Sipatikani kwenye simu ya kawaida, naweza tu kupatikana labda kwenye mtandao. Ndipo nilipojua mimi nina rafiki. Kwa nini? Yeye alikuwa ametoka, alikuwa ameenda kulipia hivyo vitu kwa ajili ya kufanya, sui madereva, sui nini. Alivyorudi alinikuta mimi nimelala na watu wa hospitali ya hoteli walikuwa na mimi. Akawauliza huyu ana shida gani? Akasema huyu inabidi apumzike kidogo tu. Akasema hapana, hapa nyinyi si mna hospitali ya hoteli? Akasema ndio. Akasema twendeni nimpeleke, twendeni hospitali. Tukaenda hospitali, mimi nikawa nimelazwa. Wewe fikiria umelazwa, uko na drip. Hata ukienda msalani inabidi umeenda nalo. Nilikuwa naenda msalani sana, kwa sababu nilikuwa natapika. Na kwa nini natapika sijui. Nikaishiwa nguvu, nikalazwa. Nimeamka nawaza, nasema haya matibabu ya masaa 24 plus kulazwa plus nje ya nchi plus hela ya hii nchi, nitalipa bei gani? Nimeamka nimekuta rafiki yangu kashalipia. Namwambia nataka kurudi nyumbani, ananiambia vitu tulivyokuja kuvifanya tujafanya. Wewe kaa urikave afu tutafanya. Mimi kwenye nafsi yangu sikuona kwamba, nakwambia hivyo kwa sababu unapotafuta rafiki lazima uangalie vitu muhimu. Unaweza kusema nataka kuwa rafiki yako, utaweza kufanya haya mambo ya kiurafiki. Mimi kwenye nafsi yangu nikasema, mimi nimefanya nini kwa huyu binti mpaka anipende namna hii? Na mimi nimemfurahisha kitu gani Mwenyezi Mungu mpaka kaniletea mtu wa kunifurahisha namna hii? Na mimi kweli nisipopata mtu wa namna hii wa kunioa siolewi. Mimi niliazimia hiyo siku. Miaka imepita. Alipokuja nikamwambia bwana, nashukuru kwa kunilipia. Je, naweza kuirudisha? Akaniambia ninatakiwa nikudai hela ya matibabu. Mimi na yeye wote tunajitafuta, sio kama ana kikubwa. Nilipomchukua nikamweka karibu yangu. Nikasema wewe utanisaidia nijue thamani yangu. Kwa sababu yako wewe
sitokubali kuwa na mtu ambaye hata nipenda kama unavyonipenda wewe. Yani ili mtu nijue kama mtu ananipenda, nitakuwa namlinganisha na ulichonifanyia na yeye atakachonifanyia, au unayoendelea kunifanyia na yeye atakachonifanyia. Huyo ndo mtu nitakayempenda na ndo mtu ambaye nitamruhusu katika maisha yangu. Sasa ni mwaka wa 13. Niko naye. Maana yangu ni nini, Mr. Hatib? Katika hii dunia watu watakupa furaha na watu watakupa huzuni. Watu watakao kupa furaha watakufanya ujisikie mtu kwenye watu. Sawa? Hawa watu ni kuwaweka karibu ili wakusaidie kujua thamani yako na kufanya uwakubali watu watakaokupa thamani wao waliokupa. Utakapokuwa na rafiki, kazi yake yeye ni kuhesabu maovu yako. Kazi yake yeye ni kukuhesabia wewe ni mwovu kiasi gani. Kazi yake yeye ni kukuonea wewe wivu. Kazi yake yeye ni kushindana na wewe. Kazi yake yeye ni kukukosoa kila unachokifanya. Anakikosea kosoa. Mimi niliacha kazi, nilikaa miezi 8. Sina kazi. Nilipanga nyumba, sio chumba. Nilipanga nyumba. Nilikaa hivi, akaleta gari yake. Na ni mtu anajitafuta, sio kama hata ni mtu mwenye uwezo. Wewe unatafuta fursa umlipizie wema, yeye anatafuta fursa akujazie wema, azidi kukudai wema. Yani wewe anashindana na wewe kukufanyia wema. Sasa mimi nitaenda wapi kwenye hii dunia? Nikutane na mtu aniambie atakuwa rafiki yangu. Kijanja janja tu niwe na urafiki naye. Ndio maana nikawaambia wasichana, mimi siwezi kulia kuhusu mahusiano kwa sababu bahati yangu nzuri najua nikithaminiwa. Na nisipothaminiwa wala siagi. Naondoka tu kwa sababu najua wewe umeshindwa kufanya hivi vitu vyepesi. Kama rafiki yangu ameweza, wewe hutoweza. Utapoteza wakati wangu. Lakini nyinyi marafiki ni feki. Nyinyi wenyewe ni feki. Marafiki mnapata feki. Mkigombana kidogo mnaanza kutoleana siri. Ukiwa unatafuta fursa, rafiki yako yupo, hawezi kutaja jina lako, anasema unajishaua. Ukipata utaringa. Mimi mara nyingi sana watu wananiomba urafiki. Nina rafiki zangu 3 tu. Urafiki. Nawaambia wazi wale watu, mimi siwezi kukuingiza kwenye marafiki zangu. Huwa nawaambia rafiki zangu, mimi siwezi kuinvite mtu mpya aingie kwetu kwa sababu atatutengenezea matatizo. Tumeishi bila matatizo. Huyu mmoja miaka 13, hao wawili miaka 15. Tumeishi mimi na wao vizuri kwa amani na utulivu. Mmoja nimemkuta college, mwingine nimekutana nao nikiwa high school, mwingine nimemkuta nikiwa sekondari. Hatuwezi kuishi kwa amani wakiingia watu wapya ambao hatuwajui tabia zao. Na unatakiwa kumwambiaje mtu ambaye anayekuomba urafiki? Huwezi kumwambia kitu chochote. Unamwacha aingie. Alafu yeye mwenyewe atajisemea tabia yake. Kwa sababu sio kama sina marafiki, lakini sina vidani. Yani vidani ninavyo 3. Lakini watu ambao tunabadilishana mawazo, tunazungumza pamoja, tunafanya biashara pamoja, ni nao. Ni wengi tu, lakini na wao wana marafiki zao ambao chanda na pete. Na mimi na marafiki zangu chanda pete. Lakini sasa watakapoingia, nikiwasoma energy yao, ni kama nilivyokuambia toka mwanzo. Energy inasema vitu vingi sana. Nikiwasoma tu kwamba huyu natakiwa niishi naye kwa akili. Na hapo sasa. Na sisi mara nyingi, mfano huyu rafiki yangu mmoja ananiambia mimi mara nyingi Lela nikipata rafiki anaondoka mwenyewe. Sijui kwa nini. Rafiki anaanza tu kuniambia kwamba mimi nakupenda wewe kuliko yeye. Yaani yeye rafiki ameingia lakini anataka kushindana na mimi. Au anataka kutengeneza competition. Kwa yeye mwenyewe anamshinda anaondoka. Lakini mimi napataga marafiki baada ya marafiki zangu. Tuna maintain tu vizuri, tuko tu vizuri, wengine wanakuwa sio marafiki, lakini wengi nimewapata wanaingia kama mawifi zangu. Wameingia ni marafiki lakini ni mawifi. Kwa tunaendelea na urafiki lakini tuna undugu. Lakini rafiki yangu chanda wapo 3. Kwa yani maana yake ni kwamba wewe kama mtoto wa kike, ili uweze kuwa na afya ya akili yenye akili, kuwa na watu katika maeneo ya shughuli zako, marafiki hawa ambao wanakupenda kiasi kwamba ujue tamu ya kupenda, ya kupendwa
ya kusimamiwa, ya kuhurumiwa, kiasi kwamba ukikutana na mtu ambaye hakusimamii, hakuhurumii, ujue huyu sio mapenzi, haya sio mapenzi. Kuna mtu mmoja siku moja alikuwa amemwambia mtu ambaye amekutana naye, anafahamiana naye, akaambia, habari rafiki yangu, wewe umejua rafiki yangu sana. Yule akamwambia, mimi sio rafiki yako, mimi ni mtu ambaye tunafahamiana tu, tunajuana, tukikutana tutasalimiana hivyo, lakini wewe sio rafiki yangu. Ukweli uko hivyo. Alikosea kumwambia mtu hivyo? Kinaga ubaga. Alikuwa yuko sahihi, lakini Afrika hatupendi kuambiwa ukweli. Waafrika hatupendi kuambiwa ukweli. Kwa mara nyingi ukiwa unadili na Waafrika usiwe blunt. Mwambie tu, bwana mimi sawa. Wewe unaweza tu kumuitikia ili umtoe barabarani, lakini usiende blunt na Waafrika. Unajua watu wengine akili zao zimepambanuka, lakini watu wengine ukimwambia hivyo anaona kama unamkosea. Angeniambia mimi nisingechukua kama offense. Lakini watu wengine wanachukua kama offense. Mimi unaweza hata ukaniambia hata hunihitaji, kwamba bwana mimi najua wanipenda, lakini mimi sikupendi. Kwa hiyo fanya yako na mimi nifanye yangu. Mimi wala sikuchukii. Kwa sababu wewe umechagua kufanya yako na watu wengine. Lakini watu wengine sasa ndo wanaweka shonde. Wanataka ugomvi. Au kama hivyo, nimeacha kuzungumza na wewe siku hizi, ulikuwa rafiki yangu lakini siku hizi hatuzungumzi, unaanza kutoa siri zangu. Hiyo pia ni tabia tu ya mtu, sio watu wote. Lakini mimi sioni umuhimu wa kutoleana siri tukimaliza urafiki. Sioni. Kwa sababu wajua ukitoa siri, mathalani una siri labda unaojua kuhusu mimi, ukaitoa, mimi sina hasara. Kwa sababu kwanza mambo yameshapita. Atakayetaka kuzungumzia mambo yaliyopita ni watu wa udaku. Lakini watu wenye akili timamu watakuogopa kwamba kama wewe unaweza kutoa siri ya Mr. Hatib, ina maana hata mimi kwangu sitaki kukuamini. Yaani wewe unajiweka hadharani kwamba wewe sio mtu mwenye yaani friji lako aligandishi. Kwa marafiki zako wajao wataishi na wewe kwa tahadhari. Na mimi nitaishi kwa tahadhari na marafiki wajao. Watu watakaochukulia yale maneno kama ni maneno yenye maana ni watu wa udaku tu. Lakini watu wenye maana kama mimi hatuwezi kuchukulia kama eti kwamba eti huyu mtu ana makosa. Haya mambo aliyafanya maybe alipokuwa jahiliya, alikuwa bado hajajitambua. Na haya mambo yametokea maybe 1 year. Mtu anabadilika ndani ya wiki 3. Nataka kuniambia mtu aliyoyafanya ndani ya mwaka mmoja ni mhukumu nayo? Mimi siwezi. Mimi hata kama mtu naambiwa huyu mtu mwaka jana alikuwa na mke, hii ni January hana mke, atakuwa mwovu sana, siwezi kukuhukumu mpaka ni dili na wewe. Ni hakikishe wewe kweli ni mwovu na mimi ndo nitakuhukumu. Mimi siwezi kukuhukumu wewe kwa sababu hearsay fulani amesema huyu sio kiongozi sahihi. Kwa hiyo mimi siwezi kukuhukumu wewe kutokana na experience ya mtu. Labda mtu wakati anakuja kwako alikuja kwako akiwa na kukosea adabu, kwa hiyo ukamtreat vibaya. Mimi siwezi kuamini kwamba wewe ni mtu mwovu. Kuna mtu ananiambia rafiki yako fulani akiulizwa na waandishi wa habari anajibu vibaya. Mimi hajawahi kunijibu vibaya. Nyinyi mnamuuliza maswali ya kumtrigger, ndio maana mnamuona anawajibu vibaya. Au ukaniambia mchezaji fulani hana kiwango. Mimi sijadili naye nikajua na kiwango. Kama wewe umedili naye ukaona kiwango chake ni ovyo, ni sawa, lakini mimi mpaka nitakapodili naye ndipo nitakapojua huyu mchezaji hafai. Huwezi kunirithisha mimi adui zako. Mimi sio mjinga kwamba sina nguvu ya kutengeneza maadui mpaka wewe unitengenezee. Na mimi sio mjinga. Sasa, madam, riba inaruhusiwa kwenye mapenzi? Mfano, kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia yeyote anayekupa upendo mrudishie mara 2 yake. Akisema hivi, riba kwenye mapenzi inaruhusiwa. Hili unaliwekaje madam? Inapendeza mtu akikupenda umpende mara 2 yake. Lakini hii ni siri sasa, sijui jamani wanawake watanisuta. Nisameni tu dada zangu, wiki hii nimependwa sana. Ngoja tu niseme. Wanawake ukimpenda akajua unampenda kisawa sawa. Hata kama ikawa ni usanii. Najua wanaume mashallah kwa kuigiza mko top notch. Kama vile wanavyofanya wanawake. Wiki hiyo ukajitahidi ukampenda, hata kama alikuwa na dhahabu zake chini ya meza ataenda kuzitoa akupe. Hata kukupenda tu, atakupenda hiyo wiki, atakuheshimu. Kama ana zawadi zake kapewa na mama yake atakupa. Ndio maana unaona wanaume wengi sana waliofanikiwa kwenye biashara, kwenye kazi zao, wamepandishwa vyeo,
wanawake zao wanafurahi. Ule msemo wazungu akisema happy wife happy life, wana maana kwamba ukimfurahisha mke wako mambo yako yote yananyooka. Unaweza hata ukao unaenda kazini masaa 24 unafanya kazi, huna muda wa kupiga simu isipokuwa unatuma tu voice, unamsifia alivyo mzuri, macho yake alivyo mazuri. Unashangaa unaombewa dua, wewe mwenyewe unashangaa, hizi dua zote nimefanya nini kustahili hizi dua? Hakuna watu wanatoa upendo kwa riba kama wanawake. Hasa ukiwapenda, ukiwajulia kuwapenda, wanatoa. Na nikwambie kitu, sisi wala hatuhitaji hata mambo mengi. Kutukumbusha tu kwamba sisi ni wazuri. Yaani utukumbushe tu mara kwa mara kwamba wewe ni mzuri. Tukikutumia maybe tumekutumia kichwa, unaweza, yani sisi wenyewe tunajua kwamba kiko vibaya, ukasema bana round ya kichwa chako iko round nzuri. Hivyo tu. Yani hadi leo bado sijajuta kwa nini nimekuchagua. Wanawake tulikutana nao kwenye mkutano wa wanawake, tulienda nasema inaitwa Kwale. Tulienda mkutano wa wanawake. Wanawake walikuja wakaniambia, Lela, tunaomba utusifie kwa sababu tuna mwaka wa 7 kwenye ndoa, waume hawajawahi kutusifu. Mwaka wa 7 tunajisahau, tunavaa mbele yao, wanaume wanaguna tu. Sasa Deshaka kuna kicheko kimetoka sehemu ya pili pia. Sasa mimi nauliza kaka zangu katika imani, yani mke wako akaambiwe kwenye tamasha la wanawake kwamba yeye amependeza, tamasha lolo lilipia wewe, hii hali ya kujifanya kama we ni chuma chakavu itaisha lini? Kwani ukimsifu tu au ukamchukua video akiwa anatembea, wewe ukachukua video kwa nyuma ukamtumia, wewe Singida Dodoma, ukamtumia unaongea hivi, nani atakucheka? Kwa sababu ile ni voice ambayo atakuwa anaisikiliza mara kwa mara. Hata akiwa amekosa rejesho hiyo wiki, atakuwa anasikiliza ile voice ulomwambia. Ndio mfano ukamwambia mke wako kwamba alikuwa na chunusi, umenotice zimeondoka, sasa hivi amebaki na madoa meusi meusi, ukamwambia haya madoa meusi yanakufanya kidogo unakuwa unafifia. Je, kuna dawa unaweza ukaniagiza nikakuletea? Hizi dawa nyingi zinauzwa 25,000, 35,000. Wewe hata ukipambana unaweza ukaipata hii hela. Hata kama ukiikosa unaweza ukamletea 10,000. Bwana nimekuletea mchango wa kununua dawa yako ya madoa ya sura. Atapaka hii skin care kwa wakati maalumu kila siku, kwa sababu anajua umechangia ili akae sawa. Lakini mtu anavaa, anajipulizia perfume, mtu anajiangalia kwenye kioo mara 2, anatoka anarudi anavaa tena, husemi pongezi, husemi mke wangu umependeza. Anakuja kwenye gathering ya wanawake, mimi ndo nimsifu mke wako mimi? Wewe ndo umemuoa, wewe ndo umepata faida kupitia mke wako, eti mimi nije nimsifu? Wanawake wanakuwaga na confidence nyingi sana, lakini wanaume mnaziua kwa kushindwa kuwasifia. Kuna mtu mmoja ameniandikia hapa, ananiambia kuna maneno aliwahi kutumiwa na mwenza wake mpaka leo hii yangali yanaishi moyoni mwake. Anasema, naona maneno yako yananitibu majeraha yangu. Anamwambia na upendo wako kwangu kipindi cha baridi ni sawa na koti. Maneno hayo anasema kila akiyatamka hivi, mimi mwenyewe umeona hapa nimecheka. Nami ni mja. Yanakuwa yanampa furaha. Yeah. Kwa hiyo anasema unachokisema ni kweli kabisa. Yani wanawake wanalaghaiwa na vitu vidogo vidogo sana kaka zangu. Mkigundua tu hii kodi, mbona mtaishi tu vizuri. Hata tukipokea kikoba, Mungu akipenda, mwezi wa 12, hela zote tutawapa. Kwa mnavyotufurahisha. Tutashona sare na nyinyi, matenge, makoti, wote vaa shati, mimi nashona gauni langu. Yani nitakupa hela zangu zote za kikoba. Wala sitofanyia biashara. Au hata unaweza hata nikakulipia tiketi ujue ukasafiri. Ukinipenda vizuri. Naweza tatu nikakupeleka hata makao huko. Kwani ni shingapi? Unajua sisi tunakuaga na hela sana. Sema tu hatuonekani kama tuna hela. Lakini tukiamua, tunawakatia tiketi tu, mbona hata naweza nikakukatia tiketi uende peke yako. Yaani wewe ukifika huko kazi yako ni kuenjoy tu, mimi niko huku nishalipa bill. Juzi mimi nilivyoenda Mombasa nimepewa taji limewekwa, limejazwa hela, ile taji. Basi nikapiga picha.
Nikapiga picha nikatuma, nikamwambia sasa finally nitakununulia soksi pair 2. Asema kweli nimechoka na pair moja. Ndio nitakununulia soksi pair 2. Ni kitu yani ukiwa umefurahishwa, yani ukipata unatamani umpe. Lakini sasa nyinyi ambao hamupewi zawadi, hamununuliwi keki, hata mkiwa mmepotea hamjulikani mmepotea wapi. Kuna mmoja alinipigia simu kwamba mume wake hawaelewani, nikamwambia mfano hamuelewani. Leo asubuhi ameamka amevaa koti la rangi gani? Anasema hata akiondoka kazini huwa simuoni. Hata akiwa sasa hivi amepotea. Nikaambiwa na polisi, haya mtambue mume wako alipoondoka nyumbani amevaa nguo gani. Sitambui kwa ajili ya jeuri. Ujeuri. Kwa nini mko majeuri? Mbona kwa mama zenu amui wajeuri? Kwani ukimsifia mtu unapoteza nini, Mr. Hatib? Tusifieni tu. Tunachoka. Tunachoka. Mbona si tunawasifia? Sawa. Madam, uliongelea issue ya zawadi. Kuna mtu mmoja hapa ananitumia message, anasema kwamba kuna jambo linamshangaza kila mara. Anasema kuna binti mmoja aliwahi kufukuzwa kwao mara baada ya kupata ujauzito. Alipopata ujauzito akaenda kwa mamake mdogo. Mamake mdogo akampokea. Lakini mamake mdogo alikuwa na nyumba ndogo sana ya kuishi. Akaenda kumuomba jirani yake ambaye ndo huyu aliyenitumia message. Anasema alipoenda kwa jirani yake kule akamuomba yule binti awe analala pale kwake. Unaona kwa sababu tu ya nyumba ile ndogo ambayo anaishi. Huyu jirani anasema akampokea yule binti, akamwambia haina shida, yeye awe analala na hata masuala ya kula nini atakuwa tu anakula hapa. Anasema licha ya hivyo alichukulia kama faida kwake, kwa sababu wakati huo alikuwa ametoka kujifungua. Licha ya kukaa zaidi ya miezi 3 nyumbani, lakini alikuwa anamuona mtoto wake kama vile hana mtu mwenye akili ambaye anaweza akamwacha naye wakati akienda kazini. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya ni kwamba licha anapika anafanya nini, lakini anamwachia tu yule binti kwa ajili ya uangalizi. Anaenda zake kazini anarudi. Anasema kwa bahati nzuri yule binti akaja, ukafika wakati wake wa kujifungua, wakaondoka na mamake mdogo, akaenda wakajifungua, na maisha yakawa huko. Yule binti kila akija, hilo eneo ni pale Mbeya, kila akienda anamnunulia zawadi yule binti ambaye alimpokea na akaishi naye kwa upendo wakati wote pale. Anampelekea zawadi. Sasa anasema ni kwa nini huyu binti anakuwa anafanya hivi? Kwa sababu yeye aliona ni jambo la kawaida tu ambalo alikuwa amelifanya, na kwa sababu nyumba yake ilikuwa na nafasi, basi aliishi naye tu kwa kipindi chote kile tangu mimba ina miezi 2 mpaka 9. Akafanyaje? Akaondoka akaenda kujifungua. Hiki ambacho anachokifanya huyu binti ni kwa nini zawadi, yani anakuwa kila akienda pale lazima ampelekee yule zawadi. Yani kuna watu tu Mwenyezi Mungu amewaumba wana roho nzuri, lakini pia wamelelewa na wazazi wema, kiasi kwamba wanapenda kurudisha wema mara 1000. Ukimfanyia wema mara 1 anataka kukulipa mara zaidi, kwa sababu furaha yake ni kukufurahisha. Usijisikie vibaya sana watu wakikufanyia wema mara 100 baada ya wao kuwafanyia mara 1. Watu wema ndivyo walivyo, wanapenda kushukuru. Na kama mimi ningekuwa huyu dada, ningemweka huyu binti karibu. Kwa sababu ni watu wachache sana kwenye hii dunia sasa, kwamba hata kufanyia wema baada ya kumfanyia wema. Wachache. Yani tuko wachache. Ni 10 kwa 3 au 2. Yani kwamba kwa sababu wewe umenifanyia ihsani mimi nikulipe ihsani. Watu wengi sana unawafanyia ihsani wanakulipa matusi. Watu wengi sana wanalalamika, wana roho nzuri. Wanafanyia watu. Nimemsikia sana wifi yangu Asnati akisema, bwana mimi na roho nzuri lela, lakini sina bahati. Kila nikimfanyia mtu ihsani anatoka naenda kunisema vibaya. Kila nikimfanyia ihsani mtu anatoka naenda kunifanyia ubaya. Kwa ndio hivyo, watu ni wengi sana waovu kuliko wema. Kwa ukiwapata watu wema washikilie. Mimi sioni ubaya, kwa sababu hata mimi nawajua watu wa aina hiyo. Ukimfanyia wema mmoja anataka kukufanyia kila ukikutana naye akufurahisha. Sasa wewe unatakiwa upone hii shida ya afya ya akili inokufanya kwamba ukiona mtu anakufanyia wema unaona ni ajabu. Uanze kuamini kwamba huu wema unatakiwa kufanyiwa, kwa sababu wewe pia ni mtu mwema. Kumpokea mtu akiwa katika hali ya ujauzito mpaka akajifungua ni watu 1 kwa 100 kwenye hii dunia. Kila mtu anakuambia jipambanie maisha magumu.
Kwa mtu akaamua kurudisha fadhila kwako, furahi, kwa sababu ule ni wema uliolipa, lakini pia analipia wema wa watu wengine ambao uliwafanyia hisani, ambao wamekupuuza mpaka sasa hawataki kukufanyia hisani. Kwa usiwe na wasiwasi. Mimi naona ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri sana. Sawa. Tukiwa tunaelekea ukingoni, madam. Kuna jambo moja hapa. Kuna mwana mmoja ameandika, chunga sana hivi vitu. Huwa havirudi nyuma. Akaandika muda, akaandika maneno na nafasi. Ukivitumia vibaya vitakufunza kwa maumivu makali. Vitu hivi, muda, maneno pamoja na nafasi, vinawezaje kukufunza kwa maumivu makali ukivitumia visivyo? Muda jana wajua hatunayo tena. Hata kama tunataka kubadilisha kitu hatuwezi. Ishapita. Maneno yakitoka ni kama mshale, hayawezi kurudi. Umri ndo hivyo hivyo. Vitu hivi ukishapoteza umepoteza. Huwezi kusema nitafanya nikiwa mtu mzima. Vitu ulivyoshindwa kuvifanya ukiwa kijana una nguvu, huwezi kusema utafanya baadaye. Kama unatakiwa kujenga, unatakiwa ujenge hivi sasa. Kama unashindwa kujenga hivi sasa, ukiwa mtu mzima majukumu yatakuwa mengi zaidi. Lakini pia mbio unazoenda hivi sasa huwezi kwenda ukiwa mtu mzima. Kwa unatakiwa ujue kwamba kama umeamua kufanya jambo lolote katika maisha yako, uzingatie haya mambo mawili. Muda na umri. Lakini pia wakati unaongea na mtu, ujue maneno yanatoka, lakini kusaulika ni ngumu. Watu wanaweza kusema mimi nimegombana na mume wangu, nimegombana na mke wangu, maneno yameishia pale pale. Watu hawasaugi maneno yaliyowavunja moyo. Tumemwambia mke wako kwamba yeye, kwani wewe una nini? Wewe naye ni mwanamke kwenye wanawake. Au mimi nilikuoa kwa bahati mbaya tu, sikupaswa kukuoa. Hawezi kusahau. Na sasa wanadamu wako tofauti. Kuna watu wengine wana visasi. Atakuja sasa kukufanyia uamini kweli hukutakiwa kumuoa au hukutakiwa kuolewa naye. Kwani usiwe unaongea sana, maana yangu ni hiyo. Yaani kabla ya kuongea maneno yako, hebu yapime. Haya maneno baada ya miaka 5 yatakuwa na athari gani kati yangu mimi na mke wangu? Yatakuwa na athari gani kati yangu mimi na mume wangu? Je, huyu mwanaume akiwa yuko peponi kutokana na huu mdomo wangu, akaambiwa mfungulie mkeo mlango aingie, atanifungulia? Yaani uwe makini sana. Na wakati ni ukuta. Yaani uwe makini sana na mambo unayoyafanya katika kupoteza muda. Ndio maana nakuhusia leo asubuhi wakati tunaanza nilikuwa nawahusia watu. Acha kuulizana na watu foolish questions. Ulizana na watu, rangi yako rangi gani, unapenda chakula gani? Wewe jiulize kama sasa hivi sisi tunaweza tukawa tunaongea na vijana 4 kwa wakati mmoja. Vijana 4 wote wakiniambia mimi rangi zao wanazozipenda zina msaada gani katika maisha yangu? Lakini wakiniambia misimamo yao kuhusu siasa, misimamo yao kuhusu haki za wanawake, misimamo yao kuhusu madhehebu ya Shafi yakoje, tunaweza kuelewa nini kuhusu haya mambo, tunawezaje kusoma kuhusu dini yetu, fiki hii ya kutafuta pesa, fiki hii ya kuhusu masuala ya uchumi, fiki hii kuhusu uwekezaji, fiki hii kuhusu kuweka hela benki. Unakutana na mtu anakuambia mimi nina hela nyingi lakini zote natunza sokoni. Siwezi kuweka hela benki kwa sababu mambo ya benki ni mambo ya kijailia. Ni haramu kwenda kuweka hela benki. Sasa mtu ambaye hata simple knowledge kama hii hana, wewe unaikaje hela sokoni? Moto kitokea, watu walipata moto ulitokea hapa Afrika Mashariki. Moto ulitokea, watu walipoteza vitu vyao sokoni. Watu walikuwa mamilionea wakarudi sifuri kwa sababu ya moto. Sasa ukutane na mtu mwenye fikra ambazo unajua kwamba kwa fikra hizi huyu inaweza kuishi naye. Mtu unamwambia kosa, bwana yeye Mr. Hatibu umenikosea. Mimi sipendi unikosee tena. Anageuza lile kosa liwe lako. So akwambia, okay mama, tufanye nini ili kosa lisitokee tena? Unalalamika kuhusu swala la mawasiliano, naam. Unataka nifanye nini ili uone mimi na wewe tunaweza kuwasiliana kirahisi? Kuliko unieleze, uniulize tufanye nini ili niweze kuwa na furaha. Unanilaumu kwa nini nimekosa furaha na wewe ndio ulininyima furaha. Kwa watu hawa, huwezi kuwajua kwa kuwauliza unapenda chakula gani. Watu hao ni kuwauliza maswali. Watu wao ni kuuliza maswali magumu wa kujibu. Sasa watu hawataki. Watu wanaona kwamba bwana yeye tunaongea mazungumzo magumu. Zungumza na mtu mazungumzo magumu ujue, je, huyu mtu mazungumzo magumu anayamudu? Mapema. Kuko kupoteza wakati. Wewe kabila gani? Katika okay, wewe ni Mswafa, Mswafa. Sijui wewe sijui ni Mbena, Mbena wa wapi?
Sasa unataka kujua mimi ni mbena wapi? Unataka kutafuta kitovu chetu kwa ajili ya nini? Una mila unataka kuifanya? Una watoto wangapi? Wana umri gani? Unataka uanzishie bima ya toto? Huna kitu chochote unachotaka kufanya kuhusu hizi information ninazokupa. Zaidi tu ya ujanja. Tuongee information za maana zitakazonisaidia mimi kukujua wewe ni mtu aina gani, na je nitaweza kuishi na wewe. Unapenda chai yenye majani au yenye maziwa? Nikija hoteli kunywa chai, ukiniona ile ninaoagiza utajua hii ndo anaoipenda. Mbona wengine hawatuulizi? Wakituona tu huyu ananukia udi, kesho anakuletea udi. Watu wanajiongeza, huyu alivyo huyu anatakia avae nguo fulani, analeta ile. Kwani mpaka haya nyapotezani muda tu na umri. Unakaa na mtu kwenye mahusiano, mnaongea kuhusu mahusiano mtakavyoishi miaka 7. Kwa nini? Ungekuwa kozi ya udaktari ungekuwa umesha graduate na umespecialize na umeshapangwa, una kituo chako cha kazi maridadi. Kwa nini unakaa kwenye uhusiano miaka 7? Kuzungumzia nini? Tuanze kuishi kwanza, alafu wazazi watatupa baraka zao. Nani alichukua ng'ombe wa bure akaenda naye kwake akamjengea zizi? Hauwezi kujengewa zizi. Huwezi kupata ndoa eti kwa kusema naenda kuishi naye miaka 7 kwanza. Kwanza atakuwa kashajua kisirani chako kikubwa mno, na wewe utashindwa kujicontrol, utaact nje ya character. Atasema tu huyu siwezi kuishi naye muda mrefu, huyo ataletea tabu huyo. Sasa wewe hujui hata jinsi ya kujipambania. Umri unaenda, muda unaenda, mwisho wa siku unatoa maneno makali. Mtu akikaa hata kazini akikumbuka neno lako wewe ndio uliambiwa na huyu mwanamke. Sawa. Mwisho kabisa, mara nyingi ni kweli maisha huamuliwa na tabia zetu. Kivipi? Na kwa tabia unazoishi ndizo zinazoamua kwamba utaishi maisha aina gani. Kwa sababu tabia ni yale mazoea na matokeo ya mazoea ndo maisha. Kama wewe tabia zako za ujanja, wizi, usanii, utaishi maisha hivyo hivyo. Ukiwa tabia zako zimenyooka ziko hivi, utaishi maisha yaliyonyooka. Kwa sababu hata mtu akitaka kukukopesha ataambiwa, bwana huyu hana neno, mpeni tu. Ushaikutana na watu wanamzunguzia mtu afa wanasema huyu ni kijana mwema sana. Tabia. Ushaikutana na mtu anakuambia tumkopeshe fani, hana neno huyu, mpeni tu atarudisha. Tabia. Kwa tabia yako ndio utakaoamua sisi tuchukulieje. Na wewe dada yangu unayedanganywa na mume wa mtu ukaambiwa, akakwambia mke wake anamtesa. Mwanaume anayeteswa asemi, utaambiwa na majirani kwamba huyu ananyanyaswa na mke wake. Usilagaiwe ukazaa bure na mume wa mtu kwa kuamini mke wake anamtesa. Kama mke wake anamtesa, kwa nini hajamuondoa? Ina maana huyu hata kujiamulia hawezi. Kwa hata ukiwa naye wewe utatafuta mtu wa kusimamia nyumba yenu utakosa, kwa sababu yake pia imemshinda. Anaishije na mwanamke anempa maumivu? Alafu anaona kwamba ili aweze kumanage kuhusu maumivu ya mke wake akutafute wewe mtu wa temporary. Na wewe ukimpa maumivu pia atatafuta mwanamke mwingine wa temporary. Yaani ujiongeze, mtu akija kwako akakwambia mke wangu mimi ananyanyasa. Mwanaume ninavyowajua wanaume wako kama simba, wakubali wanyanyaswe. Hata wewe una kaka zako na baba zako, waulize kabla hujamwamini mume wa mtu anayekuja kukwambia mke wake anamtesa. Au yeye na mke wake wamegawana vyumba lakini mke wake ana mimba. Haya, umegawana vyumba na mke wako, mbona mkeo ana mimba? Hata mimi sijui imeingiaje. Kweli wewe usiwe mtu mwepesi kulagaika. Tabia ya mtu umeshaiona, usiwe mtu mwepesi kulagaika. Kuna watu ujue wanawatumia message wa mabinti, waume za watu wanawatumia message mabinti, wanaambia nimeshindwa hata kulala hapa, niko na mke wangu lakini nimeshindwa kulala. Kumbe ameamka aende chooni ili akudanganye, akirudi anakoroma. Sasa wewe ulivyo mwepesi unamwamini. Dada, mme wa mtu hawezi kuwa mme wako. Ingia kwa stahiki. Kama umeolewa mke wa pili, au utafute mume wa kwako uolewe. Usije ukafanyishwa rebound. Mtu anakufanya rebound kwa sababu amegombana na mke wake, wamesusiana, ili aonyeshe kwamba amemove on, anakuwa na wewe. Wakijirudi na mme wake, mke wake, mtu anarudi kwake. Ushashika mimba, mtu anarudi kwake.
Au unasema mimi hata nikizaa na huyu asiyependa kazi nitaenda kumshtaki dawati la jinsia. Msije dawati la jinsia, tutaki mtu. Mnakuja hapa kuwashtaki watu dawati la jinsia, watu hawana kazi. Mtu anaenda kwa mantilia anasema apewe ukoko na maharage. Unamshtaki dawati la jinsia, atatoa nini? Yeye akifika kwa mantilia anasema, mama ntilie, nipe ukoko tu na maharage. Au nipe, wanasema nini? Nipe mahaba ya juu na maharage. Ukienda kumshtaki dawati la jinsia upewe child support, utapewa nini? Ye mtu mwenyewe asubuhi anakunywa miogo 5 na energy, utapewa nini? Kwani unatakiwa uwe makini sana kabla hujaamua kufanya maamuzi. Kuna msichana mwingine juzi aliingia TikTok tukua tunamwangalia. Sasa jamani, sasa hivi tulioza nyumbani tunatosha, nyie msizae tena. Tulieni msizae zinaa tena, imetosha. Lakini hakuna kitu kigumu misatibu kama kumshauri mtu anayekaribia kutapeliwa. Yani hasasa anatapeliwa na mwanaume muongo. Utaingia ubaya. Hata ukimwambia tafuta kazi atakwambia ni mimi niache kutafuta kazi, niache kumpenda mume wangu, nitafute kazi nje ya mume wangu. Yani mimi niwe na uchumi wangu peke yangu. Yani hata ukimwambia nini anakaribia kutapeliwa. Usevu ushauri wako, usevu tu. Akishapigwa tukio hapo atakutafuta mwenyewe. Madam, muda wetu sio rafiki, unatuachaje leo? Mimi na wahusia watu. Mwaka 1991 ndo tulipata uhuru nchi. Kutoka hiyo miaka mpaka leo Mr. Hatibu, tuna miaka mingapi ya uhuru? Zaidi ya 60. Kwa hiyo ujinga ulifutwa na baba wa taifa. Kwa katika karne hii, awamu hii ya 6, ukiwa mjinga nitakushangaa sana. Kwa nini ndani ya miaka 60 umeshindwa kumaliza ujinga kwenye akili yako? Kwa sababu kila awamu ikiingia inaingia na sera yake. Sasa hivi ni kazi na utu, tunasonga mbele. Ujinga na umaskini uliisha na baba wa taifa. Ikaja hapa kazi tu, mzee wa ruksa, kawaja ruksa. Ikaja uwazi na ukweli. Ikaja hapa kazi, ari mpya na kasi mpya. Ari mpya, nguvu mpya, kasi mpya. Hapa ndipo ulitakiwa uanze kasi. Hukuanza kasi ya akili, ukasubiria siku ya hapa kazi tu. Watu walipokuwa wanaambiwa kuhusu kufanya kazi, wanaambiwa hapa kazi tu. Wewe ukaona watu hawana akili, ukaamua upendane. Alafu ukiwa unapendana hutaki kutumia akili, bado unatumia ujinga wa mwaka 1961, enzi ya uhuru. Unatumia ujinga. Ari mpya, kasi mpya hutaki kuitumia. Wala hapa kazi tu hutaki kutumia. Leo tuko utu. Ni kazi na utu. Ina maana kufanya kazi na kuwa na huruma na wenzio nao wafanye kazi kama wewe. Yaani ukipata 100 uwape wenzio 20. Wewe unapendana bado una shida za ujinga. Huu ni mwaka 2026. Hii ni awamu ya 6 ya serikali. Kama bado una matatizo ya uhuru sasa hivi, tunatakiwa utueleze kinagobaga. Kwa nini una matatizo ya uhuru katika wakati huu wa kazi na utu? Mwaka 2026 kwenye kazi na utu, wewe bado una matatizo ya ujinga ya mwaka 1961. Ina maana hawa watu wakisema hizi slogan zao wakati wanachukua awamu, wewe uzifuati au? Yaani wewe kazi na utu unapendana, na kati ashasema kazi utu, kazi na kuhurumiana, kazi kupeana fursa, kazi kupeana machimbo. Mawinga wanafanya kazi sasa hivi, ma-influencer ndo usiseme. Wewe unaamua upendane, alafu unapendana bila akili. Ujinga ule wa mwaka 1961. Haya. Ngoja awamu ya 7 nayo iingie. Wewe kazi yako ni kuhesabu slogan tu, lakini matatizo ya uhuru bado unayo ya akili, ujinga. Umaskini hatuwezi kulaumu kwa sababu mambo mengine ni mambo ambayo yako nje ya uwezo. Lakini ujinga, kuna shule hadi kila baada ya kilomita 1. Deti na akili, pendana na akili. Alafu hii awamu ni ya kazi na utu. Achana mambo ya mapenzi hii awamu. Achana nayo. Kutuma messages na kutana, good morning nakutana na good night na mchana mwema. Achana. Una watu 4 unaongea nao kwenye simu, nywele zako ni kama panya akiingia atapotea.
hii ni awamu ya kazi na utu. Kuwa mtu, jipende, jithamini na ufanye kazi. Huo ndo ushauri wangu. Awamu imebadilika. Usisubiria awamu ijayo ukasema watu wako wametoka kwenye kazi na utu wameendea awamu nyingine, wewe bado unafanya mambo ya awamu zilizopita. Shukrani sana. Sawa. Msikilizaji na mtazamaji, asante sana kwa kutenga muda wako. Bila shaka umeweza kuondoka na elimu kubwa kabisa kutoka kwa mwanasaikolojia Madam Leila Abubakar ambaye ametujuza mengi kabisa. Msikilizaji, bila shaka nawe pia unaweza kufuatilia akaunti zetu za mitandao ya kijamii, na moja kwa moja unaweza pia kuandika komenti yako, unaweza kuandika swali pia. Wakati mwingine tunapata fursa nzuri kabisa ya kuweza kuyaona maswali, vile vile ushauri tunapokea. Kwa hiyo usisite kuandika katika hayo huko. Bila shaka tunaweza kupata na tukaja kujadili kutokana na kile ambacho umekiandika huko. Kwa hiyo usisite kuandika, usichoke kuandika. Ipo siku inawezekana ujumbe wako ukafikiwa na ukapatikana ama likapatikana jibu zuri kabisa ama mada ambayo itakaojadiliwa katika vipindi vingine. Kwa niaba ya timu nzima waliofanikisha kipindi hiki, shukrani sana kwa Madam Leila Abubakar. Nyuma ya kamera Saidi Abdullah mwana wa Chembea, engineer huyu. Mimi ni Khatib Salim Omar. Tukutakie siku njema na maendeleo yawe kwa upande wako. Amina.